mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Nataka tukafanye kwenye kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Ili Mungu akuhudumie lazima ujitoe kwa Bwana. Biblia inasema itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai na takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tujitoe kwa Bwana kwa dakika chache ili Mungu aweze kusema na wewe. Kwenye kitabu cha Mhubiri 5 akasema ni heri kukaribia ili kusikia kuliko kutoa kafara ya wapumbavu. Tusitamani kutoa kafara ya wapumbavu tunapoingia kwenye madhabahu. Wewe mwenyewe ni sadaka kabla tujajifunza neno lolote. Biblia inasema katika Mithali 26:23, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Kwa hiyo nenda kajikabidhi kwa Bwana wewe binafsi kama sadaka, ili Mungu akuhudumie kama sadaka, Mungu akutengeneze kama sadaka, Mungu akusaidie kama sadaka katika jina la Yesu. Haleluya. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa upendo wako juu ya maisha yangu. Mungu mtakatifu, nimekuja kwenye madhabahu yako jioni ya leo. Ni wewe uliyesema nitoe mwili wangu kuwa dhabihu iliyo hai na takatifu ya kukupendeza wewe Mungu, maana ndiyo ibada ya kwangu yenye maana. Baba katika jina la Yesu, umesisitiza tena Mithali 26 mstari wa 23, umeniambia mimi, mwanangu, nipe moyo wako, macho yangu yapendezwe na njia zako. Baba, umevitaka vyote kwenye maisha yangu. Umetaka mwili wangu, umetaka moyo wangu. Na isogelea madhabahu yako. Naomba nisamehe, nioshe, nitakase kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu, pokea mwili wangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wacha damu yako niliyoshiriki na mwili wako vikanitakase kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu nioshe, nitakase kwa jina la Yesu. Wacha damu ya Yesu niliyoshiriki ikafanye vita ndani yangu. Chochote cha adui kinachosababisha nisipate kibali machoni pa Mungu kama sadaka, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu, fanya vita sasa. Fanya vita ndani yangu. Fanya vita kwenye roho yangu. Fanya vita kwenye nafsi yangu. Fanya vita kwenye ulimwengu wangu wa roho. Damu ya Yesu, fanya vita ndani yangu kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, fanya vita ndani yangu. Fanya vita ulimwengu wangu wa roho kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kizuizi
chochote kilichokamata ulimwengu wangu wa roho na inanidhibiti ili nisipokee, ili nisikutane na Mungu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita. Iambie damu ya Yesu ifanye vita ndani yako. Iambie damu ya Yesu ifanye vita ndani yako. Rapa yande ribo shandara basaya lebra katoshka shelamando rianda rabasiki mayanta ribosa lebra sanda ribo sandara bakosa. Iambie damu ya Yesu ifanye vita. Lebra sandala bakuzia mando lebra sandara bakuria masiki mayanto. Madhabahu yoyote ya miungu, madhabahu yoyote ya giza inayokuzuilia kupenya ulimwengu wa roho, inayodhibiti eneo lako la ibada, inayodhibiti eneo lako la kukutana na Bwana, damu ya Yesu. Rapa yanda rabasata lebra katoshka shelamanto rianda rabasiki mayanto rianda rabakoria mando ribosa lebra katoshka shelamanto omba rakasa katalamande rianda rabasiki mayanta ribosa lebra katoshka shelamanto rianda rabakuria mando ribosata lebra katoshka shelamanto rapa yanda ribosata. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Viwango vyovyote nilivyokusudia na nilivyokusudiwa kufika na Mungu, nitafika leo. Nitafika leo. Nitafika leo. Kwa jina la Yesu. Mipaka niliyowekewa na miungu nisifike eneo la juu sana kiroho, na kataa hiyo mamlaka inayonizuia, inayonidhibiti nisipenye kwa jina la Yesu. Ewe mamlaka, na kuangusha kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Endelea kuiharibu hiyo mamlaka inayokudhibiti usipenye. Rapa yanda rabasata. Hata kama kuna aliyewahi kuabudu, waliabudu miungu mingine, wakawa na level zao, wakasema watakao muabudu Bwana hawatakuwa na level. Rapa yanda, endelea kuomba. Vita inapiganwa kwenye ibada. Rekesete lebrakatoshka shelakatoshka. Nguvu ya udhibiti eneo la ibada, nguvu ya udhibiti eneo la kupenya kiroho. Rapa yanda rabasata, rapa yanda ribosa, rapa yanda ribosete, rapa yanda ribosa, rapa yanda ribosete, rapa yanda ribosa, rapa yanda ribosa, rapa yanda ribosata. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Rapa yanda ribosata lebrakatoshka. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Nguvu ya udhibiti, nguvu ya udhibiti na ikataa leo, inayonidhibiti nisikie, nisitende, nisikie, nisibadilike, niombe, nisibadilike, inayonidhibiti nisifanye kile Mungu anachotaka, kwa jina la Yesu. Ewe nguvu ya udhibiti, niachie kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Rapa yanda rabashata lebrakatoshka jelamanto. Kuna watu wamedhibitiwa wakiwa kanisani wana upenyo, wakitoka wana upenyo. Rapa seke rapa yanta. Wakiwa kanisani wanasikia kutenda, wakiondoka hawatendi. Rapa yanda rabasata. Wamedhibitiwa wakiwa kanisani wanatetemeka, wakiondoka nje ya kanisa hakuna hofu ya Bwana. Hiyo ni nguvu ya udhibiti. Rapa yanda rabasata lebrakatoshka jelamanto rianda rabasiki mayanta rika yanda ribosata lebrakatoshka jelamanto rianda rabasiki mayanta rika yanda ribosaka talamando repekata mandira katosa rika yanda ribosiki mandosa rapa yanda ribosa lebrakatoshka jelamanto rianda rabasiki mayanta. Katika jina la Yesu. Sikia, Biblia inasema hivi, nisikie. Biblia inasema hivi, moyo ni mdanganyifu sana, una tabia ya kufisha. Kufisha ni kuua. Watu wengi sana tunapokuwa ibadani, tunashangilia neno, tunasikia kufunguliwa, tunasikia kupenya, lakini ukitoka pale unasahaulishwa. Biblia inasema hivi, na mpanzi akatoka kwenda kupanda mbegu, zingine zikaanguka kwenye mwamba, zingine kwenye mwiba, zingine kando ya njia,
na zingine kwenye udongo mzuri. Hizo tunazoona ni aina 4 ya mioyo ya wanadamu. Bwana asifiwe sana. Ni aina 4 ya mioyo ya nani? Na ipo hapa yote. Bwana asifiwe. Unasikia vizuri ukitoka, na unasikia maelekezo ukiwa ibadani kabisa. Sio kwamba hamsikii, unasikia kitu kinakwambia fanya hivi, fanya hivi, toa sadaka hii, fanya hivi, ukitoka funga, ukitoka wengi sana neno la Mungu linaendelea, wanasikiaga msukumo wa kufanya jambo. Naongea siongei? Haleluya. Lakini ukitoka unasahau. Si ni sawa? Moyo mdanganyifu kabla haujamdanganya mwingine unakudanganya mwenyewe. Moyo wenye tabia kufisha kabla hujaua kitu kingine unakuua wewe. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, siku ya leo nakataa nguvu ya kufisha ndani yangu. Toka niachie na kumiminia damu ya Yesu. Moyo wangu pokea damu ya Yesu. Moyo wangu pokea damu ya Yesu. Moyo wangu pokea damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema Samueli hakuliacha neno la Bwana likadondoka chini. Mungu ndiye hai, nipe neema ya kusikia na kutenda kama unavyotaka, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo, Mungu Baba, weka mikono yako moyoni. Mungu Baba, nakupa moyo wangu kama neno lako linavyosema, Mithali 26 mstari wa 23, umeniambia mwanangu, nipe moyo wako, macho yangu yapendezwe na njia zako. Baba yangu wa mbinguni, sadaka ya kwanza ninayokupatia ni moyo wangu. Sadaka yangu ya pili nakupa mwili wangu kwa jina la Yesu, na udhabihu kwenye madhabahu kama sadaka. Na iweka wakfu, na weka wakfu mwili wangu, na weka wakfu moyo wangu. Wewe moyo wangu hautaguswa na uchafu, hautadanganyika, hautasikiliza roho zidanganyazo, hautaisikiliza sauti ya kukatisha tamaa, hautasikiliza mwili wangu kwa jina la Yesu. Mungu mtakatifu, achilia neema ya kusikia na kutenda. Achilia neema ya toba ya kweli ndani ya moyo wangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. 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 Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, ni muda mwingine wa kusikia kutoka kwako. Najidhabihu kwako Mungu mtakatifu kwa damu ya Yesu. Nitumie upendavyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako tuwe Bwana, ili mapenzi yako yatimizwe na ufalme wako ukashuke mahali hapa na kwa kila mmoja, katika jina la Yesu. Amen. Karibu kae. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikufundishe tena kitu kimoja. Muangalie wa kushoto kwako na wa kulia kwako. Mwambie, uhusiano wangu sasa hivi ni kati yangu mimi na Mungu tu. Mwambie usikubali shetani ya kutumie kuwa mjumbe wa kuniondolea cha Mungu kwa jina la Yesu. Mwambie tulia kwa jina la Yesu. Amen. Haya, chukua Biblia yako. Bwana asifiwe sana. Unajua kinachoondoaga watu uweponi? Ukaa kidogo. Hivyo ni viroho vya shetani. Walipo wana wa Mungu na ibilisi naye yupo. Chukua Biblia. Leo tutaingia kwenye maeneo mengi ya maombi. Tutakuwa na maombi mstari wa 8, ukiniwekea nitakushukuru. Kuanzia mstari wa 8 ukiniwekea nitakushukuru. Kuanzia mstari wa 8 kuna kitu nataka nizungumze pale. Tunaomba toba kwa naeleza kidogo afu tutaendelea. Naeleza kidogo afu tutaendelea. Tutaomba toba kwa kutoa sadaka kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Tutaenda mpaka 12. Angalia mstari wa kwanza. Anasema, "Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia namna gani?" Mungu akaweka sadaka 2 hapo. Mmeniibia zaka na mmeniibia na nini? Dhabihu. Bwana asifiwe sana. Hivi ni vitu viwili tofauti. Anasema, rudisha. Mmeniibia
dhaka, na mmeniibia nini? Dhabihu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikia tu. Zaka. Zaka ni nini? Sema kwa nguvu. Fungu la 10. Dhabihu ni nini? Dhabihu ni sadaka ya kwako inayoonyesha kiwango chako cha kupenda mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Inayobeba pendo lako kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukimpenda mtu utampa cha thamani, hautataka kumpa matatapu. Ukitaka kumuonyesha Mungu ninakupenda, mbali na zaka, mbali na malimbuko, mbali na sadaka ya wahitaji, kuna kitu kinaitwa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni sadaka iliyobeba kiwango chako cha upendo. Bwana asifiwe. Ndio ile kwenye Kutoka 25 mstari wa 1 na wa 2. Mungu mpaka mstari wa 6 ukipenda kasome. Mungu akamwambia Musa, nichukulie sadaka yangu kwao, kwa wale wenye moyo wa nini? Wa kupenda. Maana yake unapoitoa hiyo dhabihu unamwambia Mungu I love you. Hatumwambii Mungu nakupenda kwa maneno. Nikianza kukuambia abudu na kupenda, kuna watu mtalia unafiki, nakupenda Bwana. Utakapoonyesha upendo wako ni vile unavyofanya kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mke na mume kuonyesha upendo ni kiwango pia ana provide. Si ni sawa Yesu kuonyesha upendo ndani ya kanisa ni vile alionyesha nini? Kujitoa sadaka. Ndio maana Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Maanake alitangulia kupenda, namba 2 akafanya nini? Akatoa. Ukiona hutoi, hupendi. Yani very simple. Ukiona hutoi, hupendi. Na sio upendi kanisa, sio upendi mchungaji, sio upendi madhabahu, humpendi Mungu. Full stop. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yani usiseme mimi sipendi Bwana kanisa fulani, mimi sipendi kanisani kwetu. Hatutoi kwa sababu ya kanisa, tunatoa kwa sababu tunampa Mungu. Kwa hiyo rudi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo sikimbii. Anasema, je, mwanadamu atamuimbia Mungu? Maana yake kuna watu Mungu akiwatazama hawaoni ni wanafunzi wake, anawaona ni wezi. Sio kama unanielewa? Usipotoa fungu la 10, automatic ulimwengu wa roho wewe ni mwizi. Tukikamata mwizi mjini, adhabu yake wale wenye hasira wanamvalisha tairi, wanamchoma. Kuna watu ulimwengu wa roho hapa wanatembea na matairi, wanasubiri kibiriti. Rudisha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anauliza, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi, aliyesema ni Mungu. Kwa hiyo toba ya fungu la 10, hautubu kwa sababu hutoi, unatubu kwa sababu wewe ni mwizi. Usimwambie Mungu sitoi zaka, mwambie Mungu natubu kwa dhambi ya kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema, lakini ninyi mnasema tumekuibia kwa namna gani? Mungu akakupa jibu, mmeniibia zaka, mmeniibia dhabihu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapoiba fungu la 10, haumkomoi mtu, unajikomoa mwenyewe. Kutoa fungu la 10 kunafungua baraka zako. Kutoa umefunga peke yako. Na usilogwe hautoi ukaenda kusimamia Ufunuo 3:8. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele. Mungu akupi mlango wazi, anakupa vya kutenda ili mlango ufunguke. Sio kama mnanielewa? Aenda taratibu leo, sikimbii. Mungu hakupi mlango automatic, anakupa kanuni ya kufuata inayoweza kufungua mlango wako. Okay, mstari wa 9 anasema, ninyi mmelaaniwa kwa laana. Haya ni matokeo ya ule uovu wa kuiba. Maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Watu wanatembea na laana.
bibi yake, sio ya babu yake, sio ya shangazi, sio ya alipooa wala alipoolewa, ni ya wizi. Sio kama mnanielewa. Na hii laana anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana. Ngoja nisome haraka. Maana mnanibia mimi na taifa hili lote. Mstari unaofuata, leketeni zaka kamili ghalani. Anaposema kamili, kama mtu unalipwa 2,000,000 baada ya makato ukatoa kile ulichonacho, sijui kama unanielewa. Ukitoa kwa mfano 2,000,000, makato ni 200,000, mwisho inabaki 1,800,000. Si mfano, ngoja niseme, ukitoa nusu umeiba, ikipungua 100 umeiba. Sio kama unanielewa. Yaani ukipunguza hata kidogo wewe ni mwizi, na kutoa chini ya kiwango unahesabiwa hujatoa. Sio kama mnanielewa vizuri. Bwana Yesu asiwe sana. Watu wengi wanasema wanatoa fungu la 10, lakini wanachukua sehemu ya mshahara wanaitoa. Kama analipwa mamilioni, mtu analipwa hela nyingi, lakini hawezi kutoa fungu la 10 kubwa, analeta kaela kadogo. Wakiitwa watu wa fungu la 10 na yeye anatoka, badala ya kupokea baraka wakati umeitwa mbele, watu wengi wanaondoka na laana instead of baraka. It is better usitoke wakati unajua hujatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotoa fungu la 10, leta nimalizie mstari mpaka 12 haraka haraka niende. Sema, leteni zaka kamili ghalani likiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo. Sikiliza hilo. Mungu anasema ukamjaribu. Alafu anasemaje? Asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Maana yake password ya kufungua dirisha la mbinguni ni zaka na dhabihu. Ni zaka na nini? Na dhabihu. Anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Maana yake huruhusiwi kukemea uharibifu kwenye uchumi wako, ni Mungu ndiye anapaswa kukemea. Unapoacha kutoa, umefunga mlango Mungu asipite kupigana na adui zako katika eneo la uchumi. Sio kama umenielewa. Maana yake tukitubu, hautubu tu kuomba, unatubu na kutoa. Maana yake ukitubu na kutoa, umemfungulia Mungu mlango wa kupigana uchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Amen. Okay. Asema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Shamba ofisi yako, shamba kazi yako, shamba shamba lako. Anasema na mataifa yenu mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Kinachosababisha wewe kupendeza kiuchumi ni kiwango chako cha utoaji na sio kiwango chako cha maombi. Mmesikia wana wa Mungu? Kinachosababisha wewe kupendeza kiuchumi, kustawi kiuchumi, ni kiwango chako cha kutoa na si kiwango chako cha kuomba. Password ya uchumi ni kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Password ya baraka ni kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengi, ukitoa fungu la 10, Mungu hakupi pesa. Haleluya. Mungu hakupi nini? Pesa. Never. Anakupa vyanzo vya kupata pesa. Hauwezi kutoa 100,000 Mungu akurudishie 100,000. Anakupa source ya kupata mamilioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoacha kutoa, unajifungia peke yako, Mungu asikupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotoa, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 6, baraka humkalia mwenye haki kichwani. Unapotoa, Mungu anashughulika na eneo lako la ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ile Zaburi ya 24, nataka tu usikilize. Zaburi ya 24 anasema hivi, inueni vichwa vyenu enyi malango, ili mfalme wa utukufu apate kuingia.
Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Unapoleta zaka kamili, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia huwezi kutoa fungu la 10 1,000,000 Mungu akakupa 1,000,000. Anakupa vyanzo vya kupata zaidi ya laki ulizotoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuja, Mungu anashughulika na kichwa chako. Anasema baraka humkalia mwenye haki kichwani, na anakitazama kichwa chako kama lango la kupitisha baraka zake. Ndiyo maana kiwango chako cha kutoa ndicho kiwango cha kuachiliwa baraka. Baraka wapi? Kwenye eneo la ufahamu. Mungu anawapa watu idea, vitu vya kufanya vitakavyoleta kuzalisha pesa. Kitu kinachosababisha watu wengine wasione matokeo ni wavivu wa kutendea kazi kile Mungu alichomsemesha, au wana hofu ya kuchukua hatua katika kutenda kile Mungu alichomsemesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, mtu anafanya biashara ya kuku. Natoa mfano wa kuku. Kama anafuga kuku wa nyama, akatoa fungu la 10 la kuku wa nyama, Mungu anampa idea. Usiuze tu kuku wa nyama, uza na wa mayai. Akitoa tena fungu la 10, sisemi ndio hiyo atapewa, utapewa idea mbalimbali. Mungu anamwambia usiuze tu kuku wa mayai na wanyama, fanya biashara ya kutengeneza vyakula vya kuku. Utakaolisha kuku wako na wengine utalisha wengine. Ana vyanzo vingapi vya kupata pesa? 3. Bwana asifiwe. Amen. Ana vyanzo vingapi vya kupata nini? 3. Kwa hiyo mtu wa namna ile lazima tu abarikiwe. Anachukua pesa eneo A, anachukua pesa eneo B, anachukua pesa eneo C. Huyo mtu anasema muone kama sitawamwagieni baraka za kutosha au la. Unapoacha kutoa, unafunga mlango wako. Kwa hiyo wengi tunaenda kutubu kwa sababu tumefunga. Bwana asifiwe sana. Si nimeelezea hilo eneo? Si imeeleweka kidogo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Sehemu nyingine, toba ya malimbuko. Watu wengi sana hawatoi malimbuko. Watu wengi sana hawatoi malimbuko. Kwa kutoa malimbuko katika mwaka, eneo lako la kwanza, either Januari au biashara inapokuwa ya kwanza, maana yake ni kuikabidhi ile biashara kwenye madhabahu ya Mungu mtakatifu. Sio kama unanielewa vizuri. Hatuikabidhi kwa maneno. Amen. Watu wa zamani tupo. Tulikuwa tukifanya kazi, mshahara wa kwanza unasema nampelekea nani? Mzazi. Na ukimpa mzazi unatemewa mate. Ukitemewa mate, ukija mjini wanakuambia mambo safi. Sasa hatuhitaji kwanza kutemewa mate na wazazi. Tunahitaji mate ya Baba wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutafanya toba eneo hilo. Wengi tumejichelewesha, na Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu. Lakini kuna watu mbinguni Mungu anatamani kutuma majembe kuwakamata kwa ajili ya madeni mlionayo. Sio kama mnanielewa. Kuna watu mna madeni. Biblia inakuambia kwenye kile kitabu cha Mhubiri 5, anasema unapoweka nadhiri usikawie kuiondoa. Kwa nini usikawie kuiondoa? Maana yake ni bora usiweke. Mungu anasema hawi radhi na wapumbavu. Kuna watu wakiinua mkono kuomba, Mungu hamuoni mtu, anamuona mpumbavu. Kitu gani kinakufanya mpumbavu? Hakuna aliyekuita mpumbavu. Deni unalodaiwa linakugeuza mbele za Mungu kuwa kama mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na madeni hayo yanakukosti, yanafunga mlango, yanakuondolea kibali, yanakunyang'anya baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanakunyang'anya kupiganiwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukitubu, hatuishi kutubu, tunaishia na kulipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imeeleweka? Popote ulipoweka nadhiri, nenda kaondoe nadhiri yako kwa jina la Yesu.
Kuna watu wana madeni kwenye madhabahu. Kinachoamua majibu ya maombi yako ni madhabahu. Kama madhabahu inakudai, hauna nafasi ya kujibiwa maombi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tutaomba toba. Kwa kuna watu wana madeni. Sio tu benki imewauzia nyumba, mbingu inatamani tu ikufanyie kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaogopaga tukikopa benki. Ukipitisha wanauza nyumba yako, wanaweza kuuza kiwanja, unaweza ukakaa hivyo, lakini kuna watu ulimwengu wa roho wanateseka kwa sababu ya madeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hayo ni maeneo tutaenda kuomba toba mbele. Lakini katika siku ya leo tunaingia mambo ya kuzingatia katika eneo la utoaji wa sadaka. Bado tunaendelea na toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utapima unazingatia au zingatii. Namba 1. Mambo ya kuzingatia ni eneo sahihi unalopaswa kutoa sadaka. Eneo sahihi unalopaswa kutoa sadaka. Tuwekee Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Hautoi sadaka kwa kuwa unatoa sadaka, wala hautoi sadaka kwa kuwa una hela. Unatoa sadaka pale Mungu alipokuagiza. Nasoma mstari wa 5 mpaka wa 7. Anasema, lakini mahali alipopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo, nawe uende huko. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu. Na nimekufafanulia dhabihu. Na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya nini bora imekata. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi mtafurahia, nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, ninyi na wanyumbani mwenu, aliyokubarikia Bwana Mungu wako. Watu wengi sana, funga tu, hiyo haiandikiki, funga nisikilize. Watu wengi sana wanatoa sadaka mahali ambapo Mungu haja waagiza. Mungu anasema toa sadaka mahali unapopeleka uso. Mahali unapopeleka nini? Uso. Mahali sahihi unapotoa sadaka ni pale unapoabudu, unapolishwa. Sio kama unanielewa. Unapolishwa kiroho, unapochungwa, umekuja unaombewa, ukifunguliwa. Kuna watu wana tabia hiyo sana. Tena si hapa tu. Mungu atusaidie. Anaombewa, anafunguliwa, anatafuta kwenda kutoa sadaka kwa mtu be. Sio kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unakosea. Mwana wa Mungu upo. Mwana wa Mungu upo. Anasema mahali alipoagiza Bwana upeleke macho. Hapo ndipo kuna kituo chako cha kubarikiwa kwako. Kama ndipo unapofunguliwa na ndipo unapopaswa kutoa sadaka. Hauwezi tu kufunguliwa na usitoe sadaka hapo. Pale ulipokutana na Bwana ndipo unapotoa sadaka. Umekutana na Bwana kwenye madhabahu, leta sadaka kwenye madhabahu. Nitakuonyesha athari yake. Mungu anataka utoe ulipokutana naye. Mungu alipoagiza ndipo upeleke sadaka. Hem, niweke ile Yeremia 29:11, 12, 13. Yeremia nikuonyeshe hapo. Unajua ni rahisi sana watu kutaka kuombewa, kufunguliwa, lakini sijui ni kushida ni nini kwenye kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. 29, ngoja nisome 11, 12. Asema, nanyi mtaniita. Alafu anasemaje? Mtakwenda na kufanya nini? Na kuniomba. Bwana Yesu asifiwe. Mtakwenda na kuniomba. Haumuiti tu, umechukua hatua ya kuja. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtakwenda na kuniomba,
nami nitawasikiliza. Sio kila mahali Mungu anasikilizaga. Leo nitakuonyesha. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Asema nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudishia watu wenu waliofungwa. Nami nitawakusana ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipo wafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Mungu sio kila sadaka anapokea, wapendwa. Anapokea pale alipokuagiza utoe. Ulipoagizwa kutoa, ndipo lango la kwako la mbingu linakuwa wazi. Watu wengi sana tunatoa sadaka mahali ambapo mbingu zako zimefunga. Mwanzo 22 mstari wa kwanza na wa pili. Ngoja nikuonyeshe kitu hapo. Nilazama utii Mungu anapotaka utoe sadaka yako mahali penye majibu yako. Mwanzo 22. Okay. Asema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim, akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Mstari wa pili. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Nenda mstari wa 9 mpaka 14. Angalia, Mungu katoa nini? Sema maelekezo. Kamwambia Isaka, nenda. Kamwambia Ibrahim, kamtoe mwanao wa pekee Isaka. Lakini sio kila mahali utamtoa Isaka. Utamtoa mahali nitakapokuelekeza. Ngoja nikuonyeshe madhara ya uzururaji wa kiroho katika utoaji wa sadaka. Sio kama unanielewa. Anasema wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahim akajenga madhabahu huko. Manake ile madhabahu ilimtambua Ibrahim. Anasema akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. 11. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Ibrahim, Ibrahim. Akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Sadaka yako inaonyesha kiwango chako cha kumcha Bwana. Huwezi kuniambia unamcha Bwana wakati utoi sadaka. Kumcha Bwana si kwa maneno. Asante. Iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka. Ibrahimu akapaita mahali hapo Jehova Jire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana inapatikana. Bwana asifiwe. Mungu alimpa Ibrahim maagizo, nenda katoe sadaka katika mmoja ya milima, na akamtuma Moria na akamwelekeza aina ya sadaka. Mungu anapokuambia utoi sadaka, hakusemeshi tu sadaka ili mradi sadaka, na aina ya sadaka. Maana yake sio tu sadaka na kiwango cha sadaka. Watu wengi tunatoa sadaka ili mradi, lakini Mungu hacheki tu sadaka, anacheki na kiwango cha sadaka. Aina ya sadaka au kiwango cha sadaka kinadhihirisha na kuonyesha heshima ya Mungu wa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu alivyomwambia nenda, Ibrahimu hakwenda kikawaida. Mungu alichagua. Hautakiwi utoe sadaka unayoitaka, unatakiwa utoe sadaka Mungu anayoitaka. Watu wengi tunatoa sadaka tunazozitaka na sio sadaka Mungu anayotaka. Ukitoa sadaka unayoitaka na sio Mungu anayoitaka, ndio maana haufunguliwi, haupati utetezi, haupati kibali. Neema ya Mungu haiongezeki kwako. Hapana mabadiliko ya kiungu, hapana mabadiliko ya vitu, hapana mabadiliko ya mazingira unapotoa sadaka Mungu anayoitaka. Ndio maana Ibrahimu alipoagizwa, alipoenda katika ule mlima na sadaka Mungu anayoitaka, akajenga madhabahu, akainua mkono akataka kumchinja mtoto, sauti ikatoka. Hakutoa sadaka ya kwake Isaka. Mungu alileta
kondoo. Akapabatiza pale mahali hapa. Ndipo nini? Katika mlima wa Bwana ndipo inapopatikana. Haiwezekani utoe sadaka kwenye dhiki, kwenye jaribu, Mungu aliyokuagiza Jehova Jire asitokei. Tunamfungia mlango kujitokeza na kujitukuza katika maeneo na mapito tulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Ibrahim, kulikuwa na milima mingi sana katika Israeli. Kulikuwa kuna mlima Sinai, kulikuwa kuna mlima Ararat, kulikuwa kuna Karmeli. Ipo milima mingi, lakini jibu la Ibrahim halikuwa Sinai. Jibu la Sinai lilikuwa la Musa, Mungu kujifunua. Sijui kama unanielewa. Halikuwa kwenye mlima Ararat. Mlima Ararat ulimsaidia Nuhu kusaidia safina isimame. Halikuwa Karmeli. Karmeli lilikuwa limebeba jibu la Elia kuthibitisha Mungu wake katikati ya miungu. Watu wengi wamekosa kukutana na Bwana, si kwa sababu Mungu hayupo alipowaagiza, ni kwa sababu ya viburi na majivuno. Wanafikiri wakitoa sadaka wanampa mtu au wanawapa watu, au kwa sababu wanaona labda wamepungukiwa sana. No, haumkomoi mtu, unajikomoa wewe. Bwana asifiwe. Na penye sadaka Mungu aliyoitaka, eneo sahihi, lazima pana majibu. Lazima pana sauti ya Bwana. Na usipoisikia sauti ya Bwana katika sadaka Mungu aliyokuagiza na katika eneo Mungu alilokuagiza, una haki ya kurudi. Anasema njooni tusemezane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Watu wengi mnapoteza haki ya kuhojiana na Mungu kwa sababu hamtoi sawa sawa na Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nilishakwambia sadaka sio mali ya mtu wala mchungaji au hakuna mchungaji duniani anahusika na sadaka. Hakuna mtumishi duniani anahusika na sadaka. Penye sadaka peke yake ndipo Mungu anashuka. Mungu hatumi malaika kwenye sadaka. Hata kwenye Agano la Kale ulipomwona Gideon, ulipoona Ibrahim, wakaweka sadaka zao, malaika alikuja, malaika hakugusa sadaka. Biblia inatuambia moto ulishuka ukalamba ile sadaka. Ebrania 12:29 sema Mungu wetu ni moto ulao. Moto uliolamba sadaka haukuwa wa malaika, ulikuwa ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa watu wengi tumechelewa hilo eneo. Nikwambia, ukijua umuhimu wa kutoa sadaka, hakuna mtu atakuyumbisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka inaamua vita vyako. Kuna watu mnapambana sana kutoa sadaka, lakini hautoi kama Mungu anavyotaka. Unakana vita miaka. Kumbuka, sikiliza nikwambie, wakati mjane wa Serepta njaa imeingia katika nchi, alikuwa anapika ili afe yeye na mtoto wake. Akatokea Elia akamwambia, nipe mimi kwanza. Sadaka aliyoitoa, Elia alivyokula, Mungu wa Elia alimeza mauti. Kitabu cha Agano Jipya anasemaje? Mauti imemezwa hata milele. Kuna mauti hauvunji, kuna mauti inamezwa na Mungu milele. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake angekula, angeimeza mauti yake na angekufa. Kuna watu mko hapa, hiki kiburi cha uzima, sana sio cha uzima, ni cha mauti tena, kinawaponza watu wengi. Mkumbuke yule mwanamke Mshunami, alikuwa ni tajiri sana, ana pesa nyingi sana, lakini amekaa na utasa wake miaka mingi sana, mpaka wakati siku zote namuona Elisha anapita. Ile ilikuwa ni sauti ya Mungu ndani, ilimsemesha, huyu mtumishi wangu anatembea na miguu mbali mrefu, anakwenda kuhubiri Injili, vumbi paka hapa, anachoka, mjengee kibanda. Tena sio cha kawaida, alimjengea gorofa, akamwekea kitanda, akamwekea na meza, akamwekea na kiti, akamwekea na taa. Alivyokuwa akija nyumbani kwake, anakula chakula chake, analala nyumbani mwake, anapewa na usafiri. Nafikiri alibadilishiwa, alikuwa atembei, akapewa na punda. Sijui kama umenielewa. Baada ya lile badiliko la kubadilisha yule mtumishi,
Ndipo mtumishi akajiuliza ana shida gani? Kuna wakati Mungu hafungui macho yake kuitafuta shida yako kwa sababu haoni sadaka zako kwenye madhabahu. Watu wengi wamezuiliwa kutoa sadaka, na si kwa sababu wanapenda. Nafsi zenu bado zimefungwa kwenye madhabahu. Kuna familia moja nilikuwa naiombea siku moja, nikawa nimeamua kufunga kabisa na kujitoa kwa ajili yao. Nikawa nimekaa naomba na nimefunga. Nimekaa nyumbani kwangu chini, nikawa imefika saa 4, ninaomba, namwambia Mungu, kwa nini hii familia hawafunguliwi? Nimeingia kuomba toba muda mrefu. Kumbuka ni kuanzia asubuhi mpaka saa 4. Nikasikia sauti ya Mungu mwenyewe ikiniambia, watu hawa unaowaombea hawana sadaka zinazonena kwenye madhabahu yangu. Sadaka zilizotolewa upande wa giza wa nyumbani mwao bado zinapiga kelele na zina sauti kubwa ulimwengu wa roho. Maana yake sadaka hizi za upande wa giza zinakinzana na kiwango chao cha utoaji katika ulimwengu wangu wa roho. Kwa hiyo hawahitajiki kuombewa, wanahitajika kutoa sadaka. Nilinyanyuka saa 4, nikaingia jikoni kwangu, nikapika chai, nikala, nikashiba. Manake nimejibiwa maombi. Maombi sio mimi nilipaswa kuwaombea, walipaswa kutoa sadaka. Na leo mkiambiwa mtoe sadaka, mna midomo, mnasema watu itakuwa, mnatumia na maandiko, itakuwa siku za mwisho watakuwa watu wenye kupenda fedha. Hakuna mtu anapenda fedha, Mungu ndo anapenda fedha. Kwa Mungu kuna kanuni, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu maisha yenu hayawezi kutofautishwa kwa sababu zipo madhabahu kwenu bado zina sauti. Kuna watu mko hapa ni wafanyabiashara wazuri sana, mnajitahidi sana, mnaamka mapema sana, mnasafiri sana nje ya nchi, mnarudi, mnakaa na mizigo sana dukani. Saa nyingine inatoka muoni faida. Eneo unalofanyia biashara, kuna mfanyabiashara mwenzako kamtoa mama yake. Sikiliza, sadaka ulimwengu wa roho huwa inanena. Haijalishi ni ulimwengu gani. Wewe kanisani ni mwizi wa fungu la 10, ni mwizi wa malimbuko, sadaka unatoa kwa nyodo. Huwezi kupambana kwenye ulimwengu wa wafanyabiashara wenzako, maana wao hawapenyi na maneno, wanapenya na sadaka walizoangusha kwenye madhabahu. Kwa hiyo utaendelea kumuona anapenya, wewe utafunga, utakauka, utakonda, watakukashfu. Shida sio kuomba, shida ni kiwango cha sadaka ulichokitandika kwenye madhabahu. Karabasandarabakora, rishandarabakora, kandara. Unaona, anamuuliza mchungaji, umemtoa wapi? Anamuuliza, umemtoa wapi? Mchungaji msana nakufa na wewe leo. Mchungaji msana nimekaa na wewe sehemu moja na kufa na wewe. Huyu mtu umetuletea kutoka wapi mchungaji Mastai? Jana mswaki. Huyu mtu umetuletea wapi mchungaji Mastai? Tunapambana na wewe mwenye madhabahu. Huyo mtu umetuletea wapi mchungaji Mastai huyo? Huyo mtoto anatupa jeuri na sadaka zake huyo. Bwana asifiwe. Unasikia? Kwa hiyo watu wengi ishu yenu haiko kwenye maombi. Ishu yenu ni vita vyenu, sadaka zenu kwenye madhabahu ya Mungu mtakatifu hazijafika. Ukitoa sadaka chini ya kiwango, hakuna kupiganiwa vita. Bwana asifiwe sana. Rudi huku. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sio sifa kuwa mchoyo, unajiangamiza mwenyewe. Sio sifa kuwa mchoyo. Na nikuambie kwa jina la Yesu, epuka kunena mahali unapofunguliwa na unapopaswa kutoa sadaka. Waliokuwepo niliwaambia, maneno ni malighafi inayotengeneza mambo katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho wa Mungu mtakatifu tunatengeneza kwa maombi.
maombi ni maneno. Unapotoa maneno machafu, eneo unalofunguliwa na kutakiwa kutoa sadaka, sadaka zako zinanajisika na zinazuia kibali chako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa kuna watu mko hapa, sio Mungu hajawakusudia kuinuka kwenu, ni uchoyo tu wa kwako. Naomba nikuambie, kwa mfano mwanandoa, umeolewa na mtu umejumlisha wewe, iziko tu madhabahu nyingine. Madhabahu ya mume plus madhabahu ya mke iziko tu vita. Maana yake vita ya mume wako plus vita ya kwenu inapiganwa kwenye ulimwengu wako wa roho. Hauwezi kuishinda hiyo vita kwa maombi. Maana unakuta kule wametoa ng'ombe, wametoa watu, wewe unahangaika ukiambiwa utoe sadaka hautoi. Sikiliza, kinachokufungua si maombi. Unapotoa sadaka unaikabidhi nafsi yako kwenye madhabahu ya Mungu mtakatifu. Unapoikabidhi nafsi kwenye madhabahu ya Mungu mtakatifu, unapotoa sadaka, Mungu haoni sadaka, Mungu anakuona mtoa sadaka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Njoo Lydia na sadaka. Bwana asifiwe sana. Tambua kitu kilichobeba kwenye sadaka yako. Tambua kitu kilichobebwa kwenye sadaka yako. Tambua kitu kilichobebwa kwenye simama hapa dada. Na uje roho. Geuke huko kwenye madhabahu. Biblia inasema nyanyua sadaka, usione aibu hata kama ni buku. Inyooshe watu waione. Sikiliza, kwenye madhabahu hamnaga mzaa wala hamna mfano. Hichi ni kitu. Tunatoa sadaka, tunaunganishwa na ile madhabahu ya dhahabu iliyoko kwenye ulimwengu wa roho. Na madhabahu ile na hii imeungwa. Bwana asifiwe. Mpokea sadaka sio mtu. Mpokea sadaka ni Mungu mwenyewe. Unapokuja kutoa sadaka, Mungu anasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Zaburi ya 118 mstari wa 27 anasema Mungu ndiye nuru. Rudisha tu kwanza kikapu. Bwana ndiye aliye nini? Nuru. Anasema ifungeni sadaka kwa kamba pembeni mwa nini? Mwa madhabahu. Dada, funga macho yako, nyanyua mikono juu. Funga macho karoni. Huyu dada alivyobeba hii sadaka, sio tu Mungu anaangalia nje, anaona nafsi ya Lydia. Haoni tu nafsi ya Lydia. Lydia ameolewa na nani? Anaona mume wake Lydia. Lydia ana shida gani kwenye maisha yake? Mungu anaona shida. Njoo mtu mmoja simama. Mungu anaona shida ya Lydia. Mungu anaona mapito ya Lydia. Mungu anaona huduma ya Lydia. Sikiliza niwaambie watumishi, hamna mafuta mengine kwa kuomba tu. Mafuta ni kiwango chako cha utoaji wa sadaka katika ulimwengu wa roho. Kiwango unaachilia sadaka, ndicho kiwango unapata mafuta. Daudi akasema na kikombe changu kinafurika. Ukitaka kikombe kifurike eneo lolote, si eneo tu la maombi, paka sadaka. Karabasaka ramakadoshka. Risandariso. Huyu dada anapoleta, nenda peleka kwenye madhabahu. Mungu akusaidie ufike. Si unamwona? Sio mtu anachukua sadaka. Akifunga sadaka. Yuko Mungu apokeaye sadaka ya juu. Mungu apokeaye sadaka. Paka leo kuna moto unashuka kwenye ulimwengu wa roho. Huo moto unakuja kuchukua sadaka ya huyu dada. Na ni kiwango cha uwepo wa Mungu katika eneo na mahali unapotoa sadaka, ndipo kinaamua matokeo ya kwako. Kwa hiyo sadaka hii inapobaki hapa, Mungu anaona vita ya huyu binti. Mungu anaona mahali alipotoka. Ana shida gani? Hana haja ya kujieleza. Akiondoka kwenye madhabahu, Mungu anamuona dada. Mungu anaona watoto wake. Mungu anaona uzao wake. Mungu anaona vita yake ijayo. Mungu anaona vita yake ya sasa. Mungu anainua msaada toka patakatifu. Sio maombi yake, aina ya sadaka. Kwa nini? Nafsi imefungwa kwenye madhabahu. Ataondoka lakini nafsi imefikia madhabahu ya Mungu mtakatifu. Bwana asifiwe. Unapoacha kutoa, shida haiko kwa Mungu, shida iko kwako. Kuna wakati tunaomba, mahali pa kujichomoa kwenye vita sio maombi mengi, ni sadaka nyingi. Mahali pa kuchomoka. Sikiliza nikuambie, tunavunja sana madhabahu.
Mnaona vita yenu ya sadaka ilipo? Mnaona vita yenu ya sadaka? Ngoja nimalizie mwisho nimpishe mchungaji. Nataka nimpishe. Gideon, wakati Mungu anamtokea Gideon, anamwambia akavunje madhabahu ya baba yake. Mungu anamtokea Gideon, sadaka ya kwanza kuisikia sauti ya Mungu. Hakujenga madhabahu wala hakuvunja madhabahu. Alipeleka zawadi. Alipeleka nini? Zawadi. Namba 1, alipeleka nini? Zawadi. Namba 2, akajenga madhabahu. Kinachobomoa madhabahu ni ujenzi wa madhabahu. Sadaka ya kwanza ya kujenga, ukimaliza, Bwana asifiwe.